na kwenye kazi ambazo serikali ilishalipia fedha zake? Kwa nini mmewachimbisha wananchi, mmetumia wananchi wafanye kazi kwenye kazi ambazo fedha ilishalipwa na serikali? Mheshimiwa Waziri Mkuu, unalijua hilo? Nalifahamu. Tulifika shuleni tukapata hiyo taarifa, tukaifuatilia kwa kina, ikaonekana viongozi wa kata na tarafa walifanya ile jukumu lao la kuhamasisha nguvu kazi kujitolea kwenye miradi kwenye maeneo yao. Kwa fundi akaonekana alikuwa ana kasi ndogo. Mmechepusha nondo 700, marine board 500, matofali 2000, yamesababisha mradi huu unasuasua. Mheshimiwa Waziri Mkuu, taarifa ya nondo 700 sio ya kuchepushwa. Ni taarifa ambayo ilipotiwa wizi wa nondo 700. Mliiba nondo 700? Hapana Mheshimiwa Waziri Mkuu, kuiba. Kuna wakati ambao mifumo ya fedha ilisimama. Nina taarifa hapa, sijaja kutembea. Nina taarifa. Ndio Mheshimiwa Waziri Mkuu. Zimeibiwa nondo 700, marine board 500, matofali 2000. Mheshimiwa Waziri Mkuu, wapi? Kamanda wa polisi yuko wapi? Kamanda wa polisi hapa yuko wapi? Hebu tuambie hii habari yuko wapi? Hili jambo la nondo likoje hili? Na nikikuta unataka kunidanganya, unakamatwa sasa hivi hapa. Hebu tuambieni hili jambo la nondo likoje? Ninyi mnalishughulikia au TAKUKURU? Mheshimiwa Waziri Mkuu, tulipokea taarifa ya wizi wa nondo. Tukafuatilia. Zilikuwa toka wapi? Kwenye jengo la utawala ambalo ndio hili. Kwenye jengo hili la utawala. Wewe unasemaje? Baada ya kufuatilia, Mheshimiwa, tulikamata baadhi ya nondo ambazo ziliibiwa hapa. Katika upelelezi tulimhitaji injinia aje kwa ajili ya kutambua ile mali, akaja akaikataa. Hivyo tukashindwa kuendelea na kesi. Faili nikapeleka NPS ili iweze kuchunguzwa zaidi.
Zile zilizokuwa zimenunuliwa hapa ziko wapi? Mheshimiwa, katika baadhi ya zile nondo ndio kama ulivyosema ziko mchanganyiko. Kuna hizo tulizozikamata ambazo ni za 300 badala ya 500. Kwa hiyo akazikataa, anasema sio mali. Yule anayepokea mizigo yuko wapi? Anayepokea mizigo ikinunuliwa yuko wapi? Nani anayepokeaga mizigo inaponunuliwa? Nani huwa anapokea? Mlipokea nondo za aina gani? Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Tulipokea nondo milimita 8, tulipokea nondo milimita 12 na milimita 16. Zilizopotea zilikuwa milimita ngapi? Zilizopokea ni milimita 12. Hizo za milimita 12 ndio ni BS ngapi? BS 500. BS 500. Ndiyo Mheshimiwa. Ndio zilizopotea? Ndiyo Mheshimiwa. Zilipoteaje? Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Hizi nondo wakati zinanunuliwa zilipokewa na kamati ya mapokezi kama utaratibu unavyoelekeza. Zile nondo zilivyopokelewa zikawa zimewekwa eneo la site. Wakati wa kufanya stock checking mwezi wa 6, kufanya stock taking kuhesabu mali, ikagundulika kwamba kuna baadhi ya nondo zimepungua, ambazo nondo hizo zilikabidhiwa na kampuni ya ulinzi. Zilikabidhiwa kwa kampuni ya ulinzi. Kwa hiyo baada ya kugundua kwamba kuna nondo ziliibiwa, tukatoa taarifa kwa mkuu wa taasisi ili kuendelea na uchunguzi zaidi. Kampuni ya ulinzi nani kaiweka? Walikuwa wapi? Kampuni ya ulinzi Mheshimiwa Waziri ngapi? Kampuni ya ulinzi Mheshimiwa Waziri Mkuu imeajiriwa na halmashauri. Mliwakabidhi ngapi? Tuliwakabidhi nondo 1832 kwa idadi tofauti tofauti, yaani kwa saizi tofauti Mheshimiwa. Mkurugenzi, unayajua haya? Kitu gani kimetokea? Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwanza nikupongeze kwa kazi nzuri. Nilipokea taarifa ya wizi wa nondo. Nilipokea taarifa hiyo, natoa maelekezo kwamba taratibu za kisheria zifuatwe, lakini kwa kuwa tuliajiri kampuni ya ulinzi ambayo tulikubaliana kwenye mkataba kwamba jambo lote likipotea hapa site, kwa kuwa ni force account, kampuni hiyo italipa. Kwa tulichofanya ni kuzuia malipo ya kampuni hiyo milioni 14 na kusema kwamba tuendelee na shauri mpaka tutakapokamilisha ili tuweze kulipana. Kwa hiyo kikubwa tukawapa demand note ya kwanza, tumeshawapa demand note ya pili. Kwa hiyo tumerecover milioni 14 na thamani ya mzigo ulioibiwa ilikuwa ni milioni 20. Hiyo milioni 6 tunaendelea kufuatilia Mheshimiwa Waziri Mkuu. Wakati huo wenzetu wa polisi walisema wataendelea na uchunguzi. Naomba kuwasilisha. Hapa hakuna cha kuchunguza. Mnachunguza nini? Nondo zimeibiwa, marine board zimeibiwa, matofali yameibiwa. Hapa tunataka waliohusika hatua zichukuliwe na hizi fedha zirudi, jengo ujenzi uendelee. Napokea maelekezo Mheshimiwa. Kamanda wa TAKUKURU yuko wapi? Sasa kamanda, nahitaji taarifa hii kwa kina. Fuatilieni kimoja kimoja kati ya hivi vyote ambavyo vimepotea, na fuatilieni ushiriki wa wahusika hawa. Fuatilieni ushiriki wa wahusika. Mnaongea kiurahisi tu kwamba zimepungua, engineer, zimepungua. Ingekuwa nyumbani kwako unaongelea tu zimepungua. Yaani tunasubirisha jengo kuisha hapa, alafu vifaa vinapotea kiurahisi hivyo tu. Napeleka site ovyo, mnarudi mnasema zimepungua. Nondo zimepotea, tofali zimepotea,
Marine Board zimeibiwa, ninyi mpo. Kila siku mnaripoti kazini na mishahara mnalipwa, jengo limesimama. Kamilisha uchunguzi niipate taarifa hiyo ili nisaidie kuamua. Haya mambo ya uzembe ya aina hii ndio ambayo hatutaki kuyaona yakiendelea kufanyika. Vifaa vingine vimeshakuja hapa, nimeambiwa vimewekwa tu store na wenyewe. Siku vikitakiwa sasa kutumika tuambiwe vimeoza. Injinia, mmeviletaje vifaa kama mnajua sasa hivi hamwezi kuvitumia? Mmenunuaje vifaa? Jengo hamjapaua. Kabla hamjapaua jengo, mmeshanunua AC, mmenunua AC, mmenunua gypsum, mmeweka store. Ili siku ya kuvifunga mseme vimeoza tu. Mshauri mwelekezi yuko wapi? Mmeweka mshauri mwelekezi na bado hamsikilizi ushauri. Kamati hiyo iko wapi, hiyo iliyopokea vifaa hivi? Hii kamati inahusisha nani? Mkurugenzi, hii kamati ni kina nani hapa? Mheshimiwa Mkuu, kuna kamati ya ujenzi na kamati ya mapokezi. Naomba wajumbe wote wa kamati ya mapokezi iko wapi? Mwenyekiti, kamati ya ujenzi, kamati ya mapokezi. Huyu ni nani? Mwenyekiti kamati ya ujenzi. Ni nani yeye kwa nafasi yake? Yeye ni mkuu wa idara kitengo cha maliasili. Mwingine? Mimi ni mjumbe wa kamati ya ujenzi. Mmeendaje kubwaga vifaa pale na vikapotea? Nataka wale kamati ya mapokezi, kamati iliyopokea mzigo, nataka ile kamati. Mheshimiwa, naitwa Rafaeli Mbwambo, ni mwenyekiti wa kamati ya mapokezi. Wewe ndio mwenyekiti wa kamati ya mapokezi? Ndio Mheshimiwa. Mlimkabidhi nani hivi vifaa vilivyopotea? Kikawaida tunavyopokea tunaikabidhi kamati ya ujenzi kwa ajili ya nani mlimkabidhi? Nataka tujue vimepotelea wapi. Engineer ndio tunamkabidhi. Engineer yupi? Engineer wa halmashauri. Engineer Jaa. Huyu ndio mlimkabidhi? Ndio Mheshimiwa. Wewe engineer unasema mlipeleka wapi vifaa? Si unaona mnapojikanganya? Mheshimiwa Waziri Mkuu, kamati ya mapokezi ikipokea vifaa baada ya kukagua inavikabidhi kwa kamati ya ujenzi ambayo inaviweka store, then inakuwa ina issue kwa mafundi pale wanapokuwa na vihitaji. Ndio utaratibu ambao tunatumia. Mimi ninachouliza, mmewezaje kupoteza vifaa? Mbona vingine visipotee? Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama ambavyo amezungumza mkurugenzi mtendaji wa halmashauri, vile vifaa vilipotea wakati mradi umesimama kwa sababu ya zile transactions za fedha za mwisho wa mwaka. Ndio maana watu wa store walifanya kwanza ile stock taking kabla hawajakabidhi kwa walinzi. Fedha zilipoingia wakati tunarudi sasa kuanza mradi, wakafanya tena ile stock verification, ndio wakagundua sasa kuna hizo loss. Kwa hiyo iko mradi umesimama, ninyi mkagawana vifaa.
Kamanda, hawa ninavyoondoka hapa, hawa wahojiwe wote, hawa wote wahojiwe, hawa kila mmoja ajulikane ameshiriki kwa kiwango gani. Naona hapo mmefanya njama tu ya kugawana vifaa tu hapo. Mmefanya njama tu hapo. Fuatilia moja moja na yule wa ulinzi, tujue mhusika. Nipate ile taarifa kabla sijamaliza ziara hapa ndani ya mkoa wa Tanga. Haya mambo yanaudhi. Rais anapambana kutafuta fedha kwa ajili ya kutekeleza miradi ikamilike. Alafu watu ambao mko kazini, mmesoma kwa kodi za Watanzania, mnalipwa mshahara kila mwezi, mnazubazubaa, vifaa vinapotea. Kamanda, nipate taarifa ya mhusika moja moja, kamati zote hizi zilizoshiriki kwenye hili, na nitakuachia taarifa hii uainishe na vipengele vingine. Fuatilia na vipengele vingine. Jengo linasuasua hili hapa. Majengo wenzenu mliopokea fedha pamoja, walishamaliza haya majengo. Ninyi fedha imekuja mpaka ikarudi makao makuu. Fedha imekuja mpaka ikarudi, na bado mmeletewa fedha mpaka mnarudisha makao makuu, huku mnafanisha wananchi kazi, na bado vifaa vinapotea. Kamanda, watakao shiriki wala usiwe na huruma. Mimi sina huruma na wezi hata kidogo. Nipate hiyo taarifa juu ya aliyeshiriki ili hatua za kisheria zichukuliwe. Na kwenu nyie atakayehusika ndo na kazi atakuwa amepotezea hapo hapo. Hatuwezi tukawa tunalipa majizi alafu tunaingia hasara, natia hasara serikali. Iunganishwe na taarifa ile ya Handeni, wale waliogandisha simenti. Mambo mengine ya ajabu kabisa. Ujenzi wa vyumba viwili vya madarasa katika shule ya sekondari na kwenyewe mradi unasuasua. Shule ya msingi Ngarani, milioni 58 zimekuja, alafu mradi haukamiliki. Injinia, upo kazini kweli wewe? Hii miradi ambayo haina shida ya fedha inaachaje kukamilika? Haya, mimi nishamaliza maelekezo. Nipate taarifa, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, nipate hii taarifa kabla sijamaliza ziara hapa, ili niweze kuchukua hatua. Haya mambo ya uzembe huu, haya mambo ya utapeli hatuwezi tukaruhusu yakaendelea ndani ya serikali. Nipate taarifa kabla sijatoka kesho mpaka kesho, nipate taarifa kabla sijamaliza ziara, kila mmoja tujue alivyohusika. Kama mmefanya njama, tutajua kwa taarifa kubwa. Ndugu zangu wanamweza, mimi niwashukuru kwa mara nyingine. Bado nina ziara kutoka hapa, nina ziara Korogwe na baadaye naenda Lushoto. Sasa
Nisikilize hao wawili ambao sikuandikisha, nimeona mkono ule na ule pale, njoni wawili hapa. Wengine andikisheni pale, wale ambao mlikuwa na jambo lenu la kuandika. Ndio, pewa mic, mwacheni, mpeni mic. Hili la ambalo tumelisikia, hili la shamba, na hili tulilosikia la shamba, na hili ambalo nimeona kwenye maandishi, nimetengeneza timu ya mawaziri. Ndio maana leo hapa mnaona mawaziri wamepungua. Nimewabakiza wanashughulikia migogoro yote hii ambayo tumeipata. Wataalamu wao nimewabakiza ili washughulikie hayo yanayohusu migogoro. Kwa hiyo kama kuna mtu anataka kusheneza jambo linalohusu migogoro, hilo msiwe na shaka, nimeshaelekeza linafanywa kazi. Na tumesema itakapokuwa imefanyika hiyo kazi tutawapa hiyo taarifa. Kwa hiyo hebu tuambie kifupi. Asante sana. Mimi kwa jina naitwa Ahmad Mustafa, ni mlinzi wa mali za umma. Sisi mheshimiwa, kwa kifupi ni kwamba mwaka 2020 kwa wale kuwepo hapo Martin Mlingano alikuja waziri mkuu ambaye mheshimiwa Kassim Majaliwa. Nifanye chini juu nikatoka walinzi, baada ya kumkabidhi fomu zangu ili usura peke kero kwa waziri mhusika, akili zile kero zikufika. Mimi shaona hivi, nikatoka walinzi nikaibuka mbele kama hivyo ilivyokuja. Lakini wafika pale nikamhoji waziri mkuu kuhusiana na mshahara. Sisi hii kazi ni mali ya umma, na kiwanda kipo na walinzi wapo, lakini mshahara mpaka sasa tujalipwa. Ni wapi? Kibanga, shamba Mkonge, Kibanga hapo. Kwenye nini? Ni shamba la Mkonge, kiwanda cha kuchakata Mkonge. Ni nani huwa anawalipa? Msajili wa hazina. Ni kupitia kwa msajili wa hazina. Msajili wa hazina, lakini mpaka juzi tu ofisini kwako mshapeleka nyaraka tangu mwezi wa 8, wa 9 na wasiliana nao wakiwa watu washughulikia kila siku kwa mchakato. Sasa hilo ni jambo mahususi na lenyewe, ili tupate majina, cheki namba, vitambulisho, ili unajua mambo ya malipo. Kwa hiyo njoo uonane na wasaidizi wangu ili uandike taarifa kwa usahihi. Weka na namba ya simu ili tuweze kujua tunafuatilia jambo linalomhusu nani. Andika vizuri hapo kwa taarifa ziwe za uhakika. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nashukuru sana kwa ujio wako. Mimi naitwa Mcharo Kimati Karanga. Mimi kuanzia mwaka 2023 nilinyang'anywa shamba langu hapo kwa Bastori. Baada ya kunyang'anywa nikaenda halmashauri, aliletea barua ya kwenda polisi kwamba mmetishia wakulima na bunduki, lakini ni mwekezaji. Nilipofika polisi nikaambiwa niende kwa mkurugenzi. Mkurugenzi alipofika akaniambia nenda kwa mtathmini wa halmashauri. Nilipofika kwa mtathmini wa halmashauri akaniambia tumekutathminia kiasi chako ni hichi hapa, rudi tu usiwe na mashaka. Lakini mwekezaji tangu mwaka 2023 anavuna machungwa anauza, anavuna machungwa anauza. Baada ya kumpeleka polisi, akifika alipoitwa nikaonekana, akaambiwa kuna vurugu, basi akaing'oa ile michungwa yake yote eka 7 na skamveta, akajenga nyumba pale na malipo mpaka leo. Ni nani huyo mwekezaji? Anaitwa Abdul Alawi. Ni eneo gani hilo? Hapa kwa Bastora, kitongoji hapa kwenye kata ya Makole. Njoo. Iko wilaya gani? Ni hapa Mweza. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, hili jambo umeshalisikia? Mmeshalisikia hili jambo? Mmechukua hatua gani? Mtu huyo kama kweli amefanya tathmini apewe pesa yake kwa mujibu wa sheria. Mmechukua hatua gani? Nilishawaambia taarifa ya barua imeenda, kumbukumbu namba hii, huo sio mrejesho wala hiyo sio hatua. Mmechukua hatua gani? Hatua aliyochukua Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimemwelekeza mkurugenzi hakikishe kwamba jambo hili limekamilika, kwa sababu jambo lake hili. Mmechukua hatua gani? Mheshimiwa Waziri Mkuu, tulichukua hatua ya kufuatilia kwanza umiliki, tukakuta ni ile migogoro ile ya mashamba ambayo umetengeneza hiyo sekretarieti ya mawaziri, sekta binafsi, sekta tofauti. Kwa hiyo ni miongoni mwa migogoro ya mabango ambayo umeyaona, tuligundua kwamba ndugu yetu huyu ile shamba pale ana umiliki na kati ya wale wanaoitwa wavamizi. Kwa hiyo tukamwambia hata ile tathmini aliyofanyia ilikuwa ni tathmini ambayo ilikuwa ya kitaalamu. Kwa hiyo tukamuita yule mtaalamu kwamba hii tathmini mbona sisi hatutambui kitaalamu? Akasema nilimwandikia tu. Kwa hiyo kimsingi tu wako katika ule mgogoro mkubwa wa mashamba 6 ya halmashauri ya wilaya ya Mweza. Na huyo aliyeng'oa
Kuna Machungwa na Michenza yale mashamba, kuna alitoa wapi maeneo halali? yale mashamba, kuna maeneo ambayo ni ya Mheshimiwa Rais alielekeza tuwape wananchi ekari 2 na kuna sehemu ambazo ni za uwekezaji. Kwa hiyo ni upande wa uwekezaji Mheshimiwa, na tulisema kwamba kutokana na umiliki hawa watapata fidia, lakini kikubwa wanaweza wakapata kifuta machozi. Mzee unatikisa kichwa, hilo likoje? Mpeni mic. Mheshimiwa Waziri Mkuu, shamba hilo hilo limepita bomba la mafuta, shamba hilo hilo limepita bomba la maji, hawa watu wote wamelipwa mimea. Iweje mimi heka 7 nisipewe, naambiwa kifuta jasho, na hata hicho kifuta jasho hamna alionipa? Hebu nisaidie. Kimbio letu ni kwako Waziri Mkuu, mimi nakujua vizuri sana tanga ukiwa waziri. Nimepokea jambo lako. Nimepokea jambo lako. Hebu na wewe andika tupate details zako, lakini baada ya hapo mkurugenzi, hili jambo kama alianguki kwenye ule mzozo, kwa sababu maelezo ya awali mmesema mlishamwambia ana malipo anayo. Mzee wala usilie, hili limeshafika serikalini. Mmesema jambo lake, mlisema mmeshafanya tathmini. Nani aliyefanya tathmini? Tathmini wa halmashauri iko wapi? Yuko wapi mtathmini? Hayupo. Haya, sasa ngoja iandike tuone kama inaangukia kwenye ule mgogoro wa jumla. Kama weka na namba yako ya simu ili tukitaka ufafanuzi tuupate. Lakini mkurugenzi wetu wa halmashauri ifuatilie kwa kina hili jambo la huyu ambaye alikuwa na mimea yake imeondolewa na pale pamejengwa. Halafu lile la wale wa jumla tutaipokea taarifa baada ya mawaziri wale kuwa wamemaliza hiyo kazi. Mpeni mzee wetu, tangulieni na mzee wetu, nyie bado vijana kidogo. Ngoja tumsikilize mzee akae. Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Wewe mwenye kofia, wewe subiri mzee atete kwanza. Mwacheni mzee nafasi hii akae, msimsimamishe sana mzee wetu. Nichukue nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye amekupa kibali kuteuliwa kutuongoza sisi wa Tanzania. Lakini hata hivyo, Mheshimiwa, nakushukuru wakati ukiwa waziri wa fedha kwa mwaka jana, ulitamka neno ambalo mimi niliweka kichwani kama mzee. Nikasema Dr. Nchemba sijui ilikuwa ni yeye au ni Roho wa Mungu alimwangazia. Ulipokuwa unawaagiza wakuu wa mikoa na wakurugenzi kutoa zaburi kwa wazawa, uliwaambia, je, nyinyi mkienda huko kwenu kwa hawa mtapokea hizi nafasi? Nilikusamini sana, na ndio sababu nimekuja leo Mheshimiwa. Niliposikia umekuja hapa, nikasema huyu mwenye Roho wa Mungu anayemuongoza anaweza kunielewa kama mzee. Mheshimiwa, mimi ni mwenyekiti wa wazee kata ya Mpapayo, ni mjumbe wa wazee wilaya, lakini muasisi wa taifa hili toka mwaka 1959. Naielewa taifa langu, na ndio sababu nimekuja kwako. Nimekwisha kuelewa kwamba kama Mungu atakuongezea umri na hekima hii uliyokuwa nayo, unaweza ukamsaidia Mama Samia. Waheshimiwa, nimekuja kwa sababu ya hao wawekezaji, na laiti kama ningekuwa na uwezo, huyu mama aliondoka hapa kuzungumza swala la Daktari Pombe Magufuli alipotoa yale mashamba gayo wananchi,
Nikasema ningekuwa na mamlaka ningesema huyu waongezee, maana kakumbuka kitu kinachowagusa wananchi. Mheshimiwa, watu hao Agrotango kati ya Rusanga na Mpapayo, kata hizi wananchi waliingia kwenye mashamba haya baada ya mamlaka ya Mkonge kushindwa mwaka 1985. Mzee Ali Hassan Mwinyi ilikuwa nzara yake ya kwanza. Mkuu wa mkoa alikuwa Ayubu Simba. Alipofika kwa Rukonge akawaagiza kwamba wananchi, ingieni kwenye ya mashamba ambayo wameshindwa mkalime. Wananchi, rudini mahameni kwenu mkajenge nyumba zenu za kudumu.